إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. يا أحبة، baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani watakao faulu ni wale watakaojipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi, yeyote anayehitaji kufanikiwa katika maisha yake ya hapa duniani, lakini vile vile kufanikiwa katika maisha yake ya akhera, ajipambe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika iman, khutba yetu ya leo ina anwani inayosema thalathatu umur min sha'airi lislami, mambo matatu ni katika matukufu ya Uislamu. Mambo matatu ni katika nembo na alama za Uislamu. Kwa ni vyema Muislamu ukayasikiliza vizuri mambo hayo matatu ili fikie mahala uweze kuyafanyia kazi. Ndugu zangu katika iman, kuna masiku yanayokuja hapo mbele. Masiku hayo min sha'airi lislami, ni katika matukufu ya Uislamu, ni katika nembo za Uislamu, ni katika alama ya Uislamu. Ash-sha'iratul ula, nembo ya kwanza na tukufu la kwanza katika matukufu ya Uislamu ni yaumu Arafa, ni siku ya Arafa. Wa huwa yaumun adhimun, na siku ya Arafa ni siku tukufu mno, na ni siku yenye ubora mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku ya Arafa ina fadhila nyingi,
ina utukufu mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa utukufu wa siku ya Arafa, anna Allah akmala hadha ad-din fi yawm Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini hii katika siku ya Arafa. Siku ya Arafa ndio siku iliyokamilishwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ambayo iko katika sahihi mbili iliyopokelewa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan min al-yahudi qala lahu, hakika mtu mmoja katika Mayahudi alimwambia Umar ibn al-Khattab, ya amira al-mu'minin, ewe amiri wa Waislamu, ewe kiongozi wa Kiislamu, ayatun fi kitabikum, kuna aya ambayo iko katika kitabu chenu, kuna aya ambayo iko katika Qur'an, law nazalat alaina ma'ashara al-yahud, aya hiyo ingeshuka kwetu sisi Mayahudi, latakhadhna dhalika al-yawma 'idan, tungeifanya siku hiyo ni siku ya kusherehekea, tungeifanya siku hiyo ni siku ya Eid, kutokana na umuhimu wa aya hiyo, kutokana na ujumbe uliobebwa na aya hiyo. Aya hiyo ingekuwa imeteremka, sisi Mayahudi tungeifanya ndiyo siku ya Eid, ndiyo siku ya kusherehekea. Faqala Umar radiyallahu anhu, akamwambia yule Myahudi, ayu ayatin, hiyo ni aya gani unaikusudia? Faqala, akasema yule Myahudi, qawluhu ta'ala, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ni hii aya Allah anasema, alyawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilisheni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeridhia kwenu nyinyi neema zangu, wa raditu lakumul islam dina, na nimeridhia Uislamu iwe ndiyo dini yenu. Aya hii imebeba ujumbe mkubwa. Aya hii ni aya tukufu mno. Sasa Myahudi anasema, lau ingekuwa ni aya yetu sisi Mayahudi, siku iliyoteremka aya hii, tungeifanya ni siku tukufu mno. Faqala lahu Umar radiyallahu anhu, Umar akamwambia yule Myahudi, inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat fihi, hakika mimi nafahamu siku iliyoteremka aya hii. Usije wakajifanya kwamba wewe unajua kuliko sisi. Mimi ninafahamu aya hii imeshuka lini, imeshuka katika siku gani, wal makana alladhi nazalat fihi, na ninafahamu sehemu ilikoshuka aya hii. Umar akaanza kumwambia huyu Myahudi, nazalat wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qa'imun bi'arafa, aya hii imeteremka akiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesimama katika viwanja vya Arafa, يوم الجمعة, siku ya Ijumaa, yakhtubu an-nasa fi Arafa, akiwa na wahutubia watu katika viwanja vya Arafa. Kwa hiyo tunaifahamu vizuri. Katika hadithi hii tunajifunza mambo mengi. Miongoni mwa mambo ambayo tunajifunza, wasio Waislamu wakati mwingine wanajifunza Uislamu, wasio Waislamu wanaisoma na kujifunza Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mara nyingi inakuwa ni kwa sababu ya kuja kupotosha. Lakini Waislamu wanakuwa ni wagumu na ni wazito kujifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala.
huyu Myahudi anaifahamu aya hii, kwa maana ya kwamba anaifahamu Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anafahamu aya iliyobeba ujumbe mkubwa, ujumbe mzito anaifahamu. Anamwambia Umar kwamba ingekuwa aya hii ni yetu sisi, siku hiyo iliyoteremka aya hiyo tungeifanya ndio siku ya Eid. Lakini pia miongoni mwa faida ambazo tunazipata kwa kupitia hadithi hii ni kwamba mtu anapokuja na maneno anajidai kwamba yeye anayafahamu maneno hayo vizuri ya Uislamu, unatakiwa hapo hapo mfahamishe kwamba jambo hili limekaa katika utaratibu huu, kama alivyofanya Umar radhiyallahu anhu. Alimfahamisha huyu Myahudi kwamba aya hiyo tunaifahamu vizuri, imeshuka siku ya Arafa, Mtume akiwa amesimama katika viwanja vya Arafa siku ya Ijumaa, na siku ya Ijumaa ni siku ya Eid kwa Waislamu. Ndugu zangu katika imani, hii inatufahamisha ya kwamba siku ya Arafa ni siku tukufu, kwa sababu ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliikamilisha dini hii na akairidhia dini ya Uislamu kuwa ndio dini yetu. Lakini miongoni mwa fadhila na ubora wa siku ya Arafa, istijabatu duai. Siku ya Arafa ni siku ya watu kukubaliwa dua zao na Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya Arafa ni siku ya kukubaliwa maombi na Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu, pamoja na majukumu yako, pamoja na kuhangaika kwako, siku ya Arafa hakikisha unatenga muda, unakaa umbembeleze Allah subhanahu wa ta'ala, umweleze Allah shida zako katika masiku yote. Lakini siku ya Arafa ni siku bora ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tenga muda wako kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tenga muda wako kwa ajili ya kuisoma Qur'ani ya Allah. Tenga muda wako kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumu Arafa, siku ya Arafa ni siku ya kukubaliwa maombi ya waja na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, khairu duai, bora ya dua, duau yaumi Arafa, ni siku inayoombwa siku ya Arafa. Bora ya dua ni dua ambayo inaombwa katika siku ya Arafa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee changamoto tulizokuwa nazo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee matatizo tulionayo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee maradhi tuliyokuwa nayo. Kwa siku ya Arafa ni siku tukufu, kwa sababu ni siku ambayo Waislamu wanakubaliwa maombi yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa ubora wa siku ya Arafa, anna siyamahu kafaratu sanatain. Hakika funga ya siku ya Arafa ni sababu ya Muislamu kufutiwa madhambi yake ya miaka miwili, kama fi hadithi Abi Qatada radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Qatada radhi za Allah siwe juu yake. Abu Qatada anasema, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah, ninatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yukaffira sanata allati qablahu, anisamehe madhambi ya mwaka uliopita, wallati ba'dahu, na anisamehe madhambi ya mwaka ujayo. Kwa hiyo funga ya siku moja ni sababu ya wewe Muislamu kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka ujao. Unasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya funga ya siku moja. Hii inaonyesha ubora na fadhila za siku hii ya Arafa. Ni vizuri ndugu zangu katika imani, kama Muislamu hajaweza kuyafunga masiku haya tangu mwanzo,
Ninaamini kutokana na mashekhe kukumbusha, kutokana na hutuba mbalimbali na mihadharati, mashekhe wamekumbusha ubora wa masiku haya 10 katika mwezi wa Dhulhijja, kwamba matendo yake yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa matendo yanayofanyika katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni watu kufunga masiku 9 katika mwezi huu wa Dhulhijja. Kuna watu ambao wameanza kufunga tangu mwanzo, tangu lipoandama mwezi wa Dhulhijja mpaka hivi sasa wanaendelea kufunga. Leo na siku ya 5 wanafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa wale ambao yawezekana walikuwa hawajajua umuhimu wa kuyafunga masiku haya, bado na fursa, bado na nafasi, yafunge masiku haya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuanzia kesho endelea kufunga mpaka ile siku ya 9, mpaka siku ya Arafa, kwa ajili ya kutafuta kheri na thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, ukishindwa kabisa kuyafunga masiku haya yote, basi siku ya Arafa isije ikakukosa. Na bila shaka tarehe zimeshakaa vizuri, na wote tunafahamu ya kwamba siku ya Arafa itakuwa ni tarehe 26 mwezi huu, ambayo itakuwa ni siku ya Jumanne, na siku ya Jumatano ndiyo itakuwa ni siku ya Eid. Kwa ndugu zangu katika iman, siku ya Arafa ina utukufu mkubwa. Muislamu usije ukakosa kuifunga siku hiyo, ili uweze kusamehewa makosa yako na Allah subhanahu wa ta'ala, makosa ya mwaka uliopita na makosa ya mwaka ujao. Muislamu anaweza akajiuliza, makosa ya mwaka uliopita, hiyo ni kweli kuna makosa ambayo nitakuwa nimeyafanya katika mwaka uliopita. Sasa katika mwaka ujao mbona bado sijafanya kitu? Nitasamehewa nini? Maulama wakiifasiri hadithi hii wanasema Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia mfungaji wa siku ya Arafa katika mwaka ujao atakuwa ni mwepesi wa kheri, lakini vile vile atakuwa ni mzito wa kufanya maasi, atakuwa ni mzito wa kufanya dhambi kwa sababu ya kuifunga siku ya Arafa. Ahibatu fillah, ni vyema pia tukafahamu madhambi yanayosamehewa ni saghairu dhunubi, ni madhambi madogo madogo, sio kabairu dhunubi, sio madhambi makubwa. Madhambi makubwa yanahitajia tauba, lakini yale madhambi madogo madogo yanafutwa na funga ya siku ya Arafa. Ni vyema Muislamu kafunga kwa ajili ya kutafuta fadhila hizo na kheri hizo. Lakini pia miongoni mwa utukufu wa siku ya Arafa, annahu yawmu maghfirati dhunubi wal itqu minan nar. Siku ya Arafa ni siku ya kusamehewa watu madhambi yao na Allah subhanahu wa ta'ala, na ni siku ya kuwachwa huru na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya Arafa watu watasamehewa madhambi yao na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia siku ya Arafa watu wataachwa huru na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo siku ya Arafa ni sha'iratun min sha'airi lislami, ni nembo, ni tukufu miongoni mwa matukufu ya Uislamu. Ni vyema Muislamu ukawa ni mwenye kuyajua matukufu hayo na kuyafanyia kazi. Ash-sha'iratu thaniya, tukufu la pili, nembo ya pili, alama ya pili ya Uislamu, yaumul Eid, ni siku ya Eid. Siku ya Eid min sha'airillah, ni miongoni mwa matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni miongoni mwa nembo za Uislamu. Wa huwa yaumul farhi baada itimami taati, nayo ni siku ya furaha baada ya kukamilisha taa, baada ya kukamilisha ibada, watu wanafurahika. Sikukuu katika Uislamu, Eid katika Uislamu huwa zinakuja baada ya kumaliza ibada. Eidul Fitri huwa inakuja baada ya kumaliza ibada ya mwezi wa Ramadhani. Waislamu wanapokamilisha kufunga mwezi wa Ramadhani siku 29 au siku 30, kinachofuatia ni Eid, wanasherehekea kwa sababu ya kumaliza toaa,
kwa sababu ya kumaliza mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Lakini katika Eidul Adha, idi hii ambayo inakuja, Waislamu wanafurahika baada ya kumalizika ibada ya hija, wanafurahika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi yaltaqi almuslimun, na siku ya Idi ndiyo siku ambayo wanakutana Waislamu. Yawezekana haujaonana na jamaa zako wa karibu, yawezekana haujaonana na marafiki zako wa karibu, lakini siku ya Idi ni siku ambayo mtakutana. Katika siku hiyo, ndugu zangu katika imani, ni vizuri vile vile watu wakawa ni wenye kupongezana na kuombeana dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eidul mubaraka, taqabbala Allahu minna wa minkum. Mtu anapokuambia Eidul mubaraka, unaitikia kwa maneno haya. Hivi ndivyo walivyokuwa salafuna salih, watangulizi wema, ndivyo walivyokuwa wanaambiana. Maswahaba ndivyo walivyokuwa wanaambiana, Eidul mubaraka, taqabbala Allahu minna wa minkum. Watu wapongezane kwa kuingia Eid. Lakini vile vile miongoni mwa sunna za siku ya Eid ni Muislamu kuoga, lakini pia Muislamu kujitia manukato mazuri kwa upande wa wanaume. Lakini vile vile ni sunna kuvaa nguo nzuri katika nguo zako. Katika nguo zako kuna nguo ambayo itakuwa ni nzuri na unaipenda, basi katika siku ya Eid ivae. Na katika siku ya Eid al-Adha ni sunna kutoka nyumbani bila ya kunywa chochote wala kula chochote mpaka utakaporudi, ndipo utakuja kula chochote. Lakini pia yukabbiru inda al-khuruji min al-bayt, Muislamu anatakiwa kuleta takbira tangu anapotoka nyumbani ila al-musalla, mpaka atakapofika katika kiwanja cha kuswali Eid, analeta takbira kwa sauti. Wanaume wanatakiwa kuleta takbira kwa sauti wakiwa wanatoka huko nyumbani, wanatembea wanakwenda kuswali katika uwanja wa Eid, wanaleta takbira kwa sauti za juu, na wakifika katika uwanja wa Eid wanaendelea kuleta takbira kwa sauti za juu kabisa. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sunna za siku ya Eid ni wewe kwenda kwa njia na kurudi kwa njia nyingine. Usirudie njia ambayo uliendea. Kama kuna uwezekano wa kuweza kubadilisha njia, basi badilisha njia ili uweze kukutana na hata na Waislamu wengine, uweze kuwatakia na kuwapongeza kwa kufikiwa na Eid al-Adha. Ndugu zangu katika imani, kufanya hivyo, kubadilisha njia, iqtidaan bin nabii sallallahu alayhi wasallama, fanya hivyo kwa kumfuata na kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallama. Alikuwa akibadilisha njia siku ya Eid. Njia aliyoendea sio njia atakayorudia, atarudia na njia nyingine. Barakallahu li wa lakum wa lisairi almuslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'da. Ahibba, khutba yetu kama tulivyotangulia kusema itatukumbusha na kutuelezea mambo matatu ambayo ni katika matukufu ya Uislamu. Jambo la tatu na la mwisho ni al-udhiyah, ni kuchinja katika siku ya Eid. Kwa maana ya kwamba Muislamu anatakiwa kuandaa kichinjwa kwa ajili ya kuchinja siku ya Eid. Muislamu anatakiwa uandae kichinjwa katika siku ya Eid. Hiyo ndio inaitwa udhiyah. Udhiyah ma yudhbahu yawma an-nahri min bahimatil an'ami taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kile kinachochinjwa, ni mnyama anayechinjwa katika wanyama wa kufugwa siku ya Eid kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo tayari Muislamu ameshafahamu ya kwamba kinachotakiwa kuchinjwa
ni katika wanyama wale wa kufugwa, na wanyama wa kufugwa ni kondoo, mbuzi, ng'ombe pamoja na ngamia. Hawa ndio wanyama ambao wanafugwa. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa andae kondoo wake, na wanyama hawa vile vile wana masharti ya miaka. Kondoo matamma lahu 6 ashhuri, kondoo ni yule ambaye ametimiza miezi 6 tangu amezaliwa. Kondoo ambaye anafaa kuchinja ni kondoo aliyetimiza miezi 6 tangu kamezaliwa. Ina maana kondoo wa miezi 5 hatofaa. Lakini kwa upande wa mbuzi, matamma lahu sanna, mbuzi ni yule ambaye ametimiza mwaka mzima. Kwa maana mbuzi ambaye yuko chini ya mwaka mmoja hatofaa kuchinja kisheria katika siku ya Eid. Amma albaqaru matamma lahu sanatan, ama kwa upande wa ng'ombe ni yule ambaye ametimiza miaka miwili. Ng'ombe chini ya miaka miwili hafai kuchinja katika siku ya Eid. Amma alibilu, ama ngamia, matamma 5 sanawati, ni ngamia ambaye ametimiza miaka 5. Ama ngamia ambaye yuko chini ya miaka 5 haruhusiwi kuchinja katika siku ya Eid. Lakini vile vile ndugu zangu katika imani, kuna baadhi ya wanyama wakiwa na sifa fulani hawatofaa kuchinja. Sifa ya kwanza ni mnyama ambaye ni chongo, jicho moja limeharibika, jicho moja halioni. Mnyama huyu anaitwa ni chongo. Mnyama huyu hafai kuchinja katika siku ya Eid. Lakini mnyama wa pili ni mnyama ambaye ni mlemavu, kiguru, anachechemea, anapokwenda na wenzake anaachwa nyuma kwa sababu ya kushindwa kutembea. Mnyama huyu vile vile hafai kuchinja katika siku ya Eid. Mnyama wa tatu ni mnyama ambaye ni mgonjwa, ana maradhi. Mtu anaona kwamba huyu kwa sababu ni mgonjwa nitamchinja siku ya Eid. Mnyama huyo hafai kuchinja siku ya Eid kwa sababu ni mgonjwa. Lakini wa nne na wa mwisho ni mnyama ambaye amekonda. Ima amekonda kwa sababu ya uzee, amezeeka, au amekonda kwa sababu amekosa lishe. Ukaona huyu kwa sababu amekonda nitamchinja siku ya Eid, mnyama huyo hatofaa kuchinja. Kwa ndugu zangu katika imani, hayo ndiyo mambo matatu ambayo ni katika matukufu ya Uislamu. Muislamu unatakiwa uyaone masiku hayo, uyaone mambo hayo ni katika matukufu ya Uislamu. Hili la mwisho, Muislamu unatakiwa ujitahidi kutafuta mbuzi, kutafuta kondoo ili uweze kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbuzi na kondoo haifai kushirikiana. Kila mmoja atanunua mbuzi wake na kila mmoja atanunua kondoo wake, atamchinja siku ya Eid, atanuia kwamba nipate thawabu mimi na watu wangu. Ama kwa upande wa ng'ombe wanaweza wakashirikiana hata watu 7 au chini ya 7 wakashirikiana wakanunua ng'ombe, na ndivyo ilivyo pia kwa upande wa ngamia. Wanaweza wakashirikiana watu 7 wakanunua ngamia mmoja wakachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wansur al-islam wal muslimin wakhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.